Karibuni nyinyi wote katika kipindi chetu cha kuwa na furaha kila siku, kila wakati na kila dakika. Kama kawaida, kabla ya kuanza kipindi chetu, salamu zetu ziwafikie za rambirambi katika sehemu zote ulimwenguni, watu wote ambao wanaosikia na kuzungumza lugha ya Kiswahili. Tunaendelea kuwasalimu katika hali zote zile ambazo wamepatikana ndani. Wale ambao wako katika furaha na wengine ambao hawana furaha. Sana sana salamu zetu tunazitumia watu ambao wanaishi katika nchi ya DRC Congo, sehemu ambapo matatizo na vita ambazo zinaendelea, huku watu wengi wakipata matatizo, sana sana wanawake na watoto. So kipindi chetu cha leo ni kipindi ambacho kama kawaida tunaendelea kuzungumzia mambo ambayo yanaweza kumfanya mtu kuwa na furaha licha ya kwamba matatizo ya vita na magumu aina mbalimbali ya maisha ya leo yanaendelea kuwakumba binadamu. Isipokuwa leo ni kwamba nilikuwa nimesema kwamba siku ingine lazima nitawatolea kipindi ambacho kinachoonyesha nchi ambazo zinazopatikana ulimwenguni hazijawahi kuwa na vita. Ni watu wa amani kabisa katika nchi hizo, wanadamu wote wanaoishi ndani. Kwa sababu kipindi ambacho kiliotangulia tulizungumzia nchi ambazo zilikuwa katika vita ila zikakubali kushindwa na zikaacha vita kabisa. So leo kipindi chetu ni kuzungumzia nchi ambazo hazijawahi kuwa na vita. Nilifanya utafiti wangu nikakutana kwamba nikagundua kuna nchi 7 ulimwenguni mpaka sasa binadamu wanaoishi hizo sehemu hawajawahi kusikia risasi, vita au matatizo ambayo yanaweza yakawakumba kulingana na vita au waasi wanaovamia nchi yao. Nchi hizo kwenye mstari wa kwanza nilikutana kuko nchi ya kwanza ni Iceland. Hii nchi Iceland inadhihirisha kwamba tangia mwaka wa 1869 halijakuwa na jeshi tangu nchi hii ianzishwe kama nchi. Haijawahi kushiriki katika mgogoro wa silaha licha ya kuwa mwanachama wa NATO. Hiyo ni nchi ya kwanza. Nchi ya pili ni Liechtenstein. Liechtenstein ni nchi ndogo inayopatikana katikati ya Ujerumani pamoja na zingine nchi ambazo zinazunguka hiyo sehemu. Liechtenstein inadhihirisha kwamba tangia mwaka wa 1868 nchi hii ndogo ianzishwe ilikataa kuwa na jeshi. Yaani wao hawana jeshi, hawana polisi, hawana kitu chochote ambacho kinachotembea na silaha katika nchi yao. Nchi hii wanaonyesha imedumisha kutoegemea upande wowote tangu kuanzishwa kwake. So watu wanaoishi katika hii nchi kweli wanaishi kwa amani na furaha. Na isitoshe hii nchi ndogo Liechtenstein
ni nchi ya pili kwa utajiri ulimwenguni. Nchi ya tatu ni Tuvalu. Tuvalu inaonekana kwamba ni taifa ndogo katika kisiwa cha Pacific, na wameonyesha kwamba haijawahi kushiriki katika vita kutokana na kutengwa kwake na sera za kupinga amani. Yaani wao ni nchi ndogo ambayo ilijiona kwamba nchi zingine zinazozungumza kwamba ni za amani, huku wakidanganya, wao wakajitenga kabisa na nchi zingine ulimwenguni. So binadamu yeyote anayeishi hii sehemu kweli anaishi kwa amani, tena na utulivu na furaha pia. Nchi ya nne inayofuata ni Costa Rica. Costa Rica inaonyesha kwamba ni nchi ilianzishwa tangia mwaka wa 1949, ilikataa kuwa na jeshi. Costa Rica hawana jeshi, hawana polisi. So binadamu wanaoishi Costa Rica wanaonyesha kwamba ni nchi ambayo ina elimu, yaani watu wanaosoma katika nchi hii ina elimu ya wastani iliyo juu zaidi kuliko elimu ya nchi zingine zote ulimwenguni. Pia wanaonyesha kwamba afya, namna wanavyosaidia watu katika sekta ya afya, nchi hii iko juu katika sekta ya afya na huduma zake ni huduma nzuri kuliko nchi zingine ulimwenguni. Pia wanaonyesha kwamba nchi hii ina maendeleo endelevu, yaani kwa sababu wana utulivu, hawana tatizo lolote, wana maendeleo ukilinganisha na nchi zingine zote. Sana sana nchi zetu hizi za maziwa makuu, wao wameendelea kutuzidi sisi. Nchi ya tano ni nchi ya San Marino. Wanaonyesha kwamba nchi ya San Marino ni jimbo ndogo, lilianzishwa katika karne ya 4. Lilidumisha kutoegemea upande wowote hata wakati wa vita vya dunia. Wao walikataa kushiriki katika aina ya vita yoyote kabisa. So watu wanaoishi katika nchi hizi wanaishi kwa amani, tena kwa furaha. Jiji hili katika nchi hii, majimbo zote na sehemu zake zote ni za utulivu, na wanadamu wote wanaoishi sehemu hii wanaishi kwa amani na furaha. Nchi ya 6 iko kwenye mlolongo wa nchi ambazo hazijawahi kuwa na vita duniani, ni jiji la Vatican, Utaliano. Nchi hii ya Vatican inaonyesha kwamba ni jimbo la kidini lililoanzishwa mwaka wa 1929. So Vatican, jiji hili lilijitenga kuwa kama nchi, na wameonyesha kwamba ni nchi ambayo yenye utulivu, halijawahi kushiriki katika mzozo wa kijeshi hata wakati wa vita vya pili vya dunia. Wao hawajashiriki katika vita yoyote, au hakuna nchi yoyote imeshawavamia ili kuwatendea vibaya. Nchi ya 7 tunaikuta katika mlolongo wa nchi ambazo hazijawahi kuwa na vita, ni nchi inayoitwa Vanuatu. Vanuatu ni kisima, ni visima vya Pacific Kusini. Yaani inaonyesha kwamba ni visima vidogo vidogo vimeunganishwa ikakuwa nchi inayoitwa Vanuatu. So wanaonyesha kwamba Vanuatu halijawahi kushiriki katika vita,
ingawa wanajeshi wa Marekani waliwekwa hapo wakati wa vita vya pili vya dunia. So wao kabisa walikataa kuingia katika mgogoro wa vita aina yoyote. So kwa nini nchi hizi zimebaki na amani? Zimebaki na amani kwa sababu kubwa inaonyesha kwamba hawakutegemea upande wowote kidiplomasia. Kukataa kushirikiana na nchi yoyote kabisa katika migogoro ya kimataifa. Hizi nchi hizo zimejiondoa katika kidiplomasia na kushiriki katika migogoro yoyote ya kimataifa duniani. So wanaendelea kuonyesha kwamba nyingi zao hizi nchi hazina jeshi. Chaguo la kisiasa la kutodumisha vikosi vya kijeshi. Kwa sababu mara nyingi nchi kishakuwa na wanajeshi wengi, polisi wengi, huwa hizo nchi zinakuwa na vurugu na migogoro. So wao kabisa walikataa kabisa. Kingine, waliendelea kutengwa kijiografia. Yaani kuna nchi zingine ziliona kwamba ni kama nchi hazina maana, lakini wao wenyewe wakafanya mbinu zao za kujitenga ili wasiweze kukumbwa na hii mizozo. Pia wanaonyesha umbali kutoka maeneo ya mvutano. So ni nchi ambazo ikiwa kama vita iko DRC Congo, iko Palestina na Israeli, Ukraine na Urusi, wao wako mbali kabisa. Kiasi kwamba hizi nchi hazipatikani karibu na maeneo ambao hizi zingine nchi zinazoendelea vurugu na kuleta matatizo ya vita. Kitu kingine ambacho kinachofanya nchi hizi ziendelee kuwa na amani na furaha licha ya kwamba hawataki kushiriki katika mgogoro au kujiletea vita wenyewe, imeonekana kwamba ni nchi ndogo ndogo na idadi ndogo ya watu, maslahi kidogo ya kimkakati au kijeshi. So wanajikuta katika nchi hizi wananchi wadogo, sio wengi ukilinganisha na nchi zingine ambazo ziko na watu wengi wanaojazana, na sio kujazana tu, wanaweza wakajiunga. Kwanza watu wakiwa wengi ndio wanakuwa na uchumi mzuri kama China na nchi zingine, India. So lakini wao hawana vita, isipokuwa wanasababisha nchi zingine kuwa na vita. Lakini hizi nchi wanaonyesha kwamba kijiografia zina watu wachache na pia ni nchi ambazo zimejitegemea zenyewe na kujitenga na watu wengi na nchi zingine. So nchi hizi, kitu kinaweza kutupatia mfano sisi ni kwamba nchi hizi ni mifano adimu ya amani ya kudumu katika ulimwengu ambao mara nyingi huangaziwa na migogoro. Ukitaka kuchunguza historia yao au mfumo wa kisiasa kwa undani zaidi, unaweza kuendea tovuti zote, sana sana tovuti za internet, ili uweze kufahamu zaidi kuhusu nchi hizi. So ni nchi ambazo zinatupatia mfano kwamba inawezekana katika nchi yako ukafanya mbinu zote na mikakati yote ili iwe na amani na wote wananchi wako watakubali, na pia bila shaka utakuwa na amani. So kwa mtu binafsi yeye mwenyewe ni vizuri kujitenga na watu ambao
wanaoleta vurugu. Ukiwa katika nchi yako, kuna watu ambao wanaleta vurugu au wanaanzisha sera za ukabila, sera za rangi, kijinsia, kuwafanyizia watu vibaya au kushika bunduki kwa ajili ya kuua watu. Wewe jitenge nao kabisa. Jitie pembeni na tafuta sehemu ya kujificha ili ujikinge mkasa huu, na pia isitoshe na kuahidi utakuwa na amani na furaha. Na ikiwa kama inawezekana, ukiwa na nafasi yoyote, unaweza ukakimbilia nchi hizi 7 tulizozungumza, ukaenda ukajificha ili ukuwe na amani ikiwa unaweza. Nazitaja tena, ikiwa unaweza kwenda katika nchi hizi na ukaishi kwa amani. Pako Iceland, Liechtenstein, Tuvalu, Costa Rica, San Marino, pia na Vatican na Vanuatu. So ikiwa una uwezo, enda katika nchi hizi ukae kwa amani, lakini ihakikishe kwamba na wewe sio mtu unaopenda vurugu, kwa sababu ukienda katika nchi hizi na kuleta vurugu, wao sio watu wa vurugu, ni watu wa amani, ni watu wa usalama. Asante sana, shukran. Tutaendelea kuwajuza zaidi mambo mengi kuhusu namna ambavyo mtu anaweza kuwa na furaha na amani katika hii dunia, ili utoke ndani kama ulivyokuja, uwe mtu wa amani, na utakapofariki kurudi kuitoka ndani, uache watu wengine kwa usalama na amani. Asante sana, shukran. Tutaendelea kuwajuza mambo mengi, na bila kusahau, kabla ya kumalizia, ni kwamba watu wote ambao wako katika nchi ambazo zina vurugu au wanaendelea katika matatizo ya kukumbwa na kila kitu ambacho kinawakosesha amani, usalama, sana sana wanawake na watoto, kama tulivyosikia kwamba DRC Congo, baada ya dakika 4 pekee mwanamke anabakwa katika sehemu za vita. Bukavu, Goma na Masisi, Minembwe, wanawake wanaendelea kubakwa kila siku baada ya dakika 4. Watoto pia wanabakwa na kuwaua baada ya dakika 30. Aliozungumza Tshisekedi Felix pamoja na Macron, rais wa Ufaransa. Hizo ni ripoti zilitolewa na Umoja wa Mataifa na zimehakikishwa. So tuendelee kuwaombea kwamba karibuni watakuwa na amani, na tuombe kwamba vita hii ikwishe. Mungu aliyewaumba lazima hatakubali matatizo yaendelee na waendelee kuteseka. Siku moja patakuwa na furaha na amani. Asante sana, shukran. Tuonane tena baadaye. Muendelee kuwa na usalama. Kwaherini.